Mpenzi msikilizaji wa Sahibu TV1, tunakusalimu jioni ya leo. Huu ni muktasari wa habari tumekuandalia. Tuanze na taarifa za kimataifa. Irani yamteua kiongozi mpya wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa. Irani imemteua kiongozi mpya wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa katika mabadiliko muhimu ya uongozi wakati nchi hiyo ikikabiliana na mzozo kati yake, Marekani na Israeli. Mohsen Rezai, kamanda wa zamani wa jeshi la walinzi ya mapinduzi ya Kiislamu, ameteuliwa kushika wadhifa huo wenye jukumu muhimu katika kuamua namna Irani itakavyokabiliana na mzozo huo. Rezai amewahi kusema Irani inapaswa kudumisha udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, akisema hilo ni muhimu zaidi kuliko kumiliki silaha za kinyuklia. Kwa kuzingatia historia yake ndefu ya kushika nyadhifa za juu serikalini, uteuzi wake unaonekana kuashiria kuwa kizazi cha zamani cha wanasiasa wa Iran bado kinaendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika uongozi wa nchi hiyo. Hata hivyo, kumekuwa na utabiri kwamba wanasiasa vijana wanaweza kuanza kupewa nyadhifa za juu katika uongozi wa Irani. Mpenzi msikilizaji wa Sahibu TV1, tunaendelea na taarifa zetu. Wanajeshi 50,000 wa Korea Kaskazini wanatarajiwa kupelekwa nchini Urusi, Zelensky asema. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hadi wanajeshi 50,000 wa Korea Kaskazini wanaweza kupelekwa nchini Urusi kusaidia katika vita dhidi ya Ukraine. Zelensky amesema idadi hiyo ni ongezeko kutoka makadirio ya awali ya wanajeshi 30,000, huku akionya kuwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Moscow na Pyongyang unaendelea kuimarika. Amesema Ukraine imegundua makombora ya Korea Kaskazini katika ardhi yake, ya kwamba Pyongyang inaendelea kupata uzoefu wa vita vya kisasa pamoja na teknolojia na zana za kijeshi kutoka Urusi. Kwa mujibu wa ujasusi wa kijeshi wa Ukraine, kikosi cha makombora cha Korea Kaskazini kimeanza kupeleka wanajeshi na vifaa magharibi mwa Urusi. Kikosi hicho kinaweza kuwa na makombora 120 ya ballistic na vifaa vya kurushia makombora. Tuendelee na taarifa zetu, mpenzi msikilizaji. Taarifa zetu zitupeleke moja kwa moja nchini Sudani. Makaburi ya pamoja yenye mili ya raia 25 yagunduliwa nchini Sudani. Makaburi ya pamoja yenye mili ya raia 25 waliouawa na wanamgambo wa RSF yamegunduliwa katika mji wa Kormak, jimboni Blue Nile, kusini mashariki mwa Sudani. Kwa mujibu wa Sudani Tribune, taarifa hizo zimetolewa na kamishna wa Kormak, Abdel Ati Muhammad Al-Faki. Jeshi la Sudani lilitoa tena udhibiti wa Kormak tarehe 8 Julai baada ya miji huo kutekwa na RSF mwezi Machi katika operesheni iliyofanywa kwa pamoja na kundi la waasi wa Sudan People's Liberation Movement Army North SPLM kutoka pakani mwa Ethiopia. Al-Faki amesema makaburi hayo yaligunduliwa wakati jeshi
lililopokuwa likifanya msako katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa mji huo zaidi ya mwezi mmoja baada ya RCF kuondolewa. Amesema waathiriwa walinyongwa karibu na Jebel Franket, kilima ambacho RCF ilikitumia kurusha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani wakati wa kuteka mji huo. Kurmak imekuwa moja ya maeneo yenye migogoro mikubwa nchini Sudan na imekuwa ikibadilisha udhibiti kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi katika vita vya sasa na vya zamani. Mashirika yanayofuatilia haki za kibinadamu yamekuwa yakishutumu RCF kwa kutekeleza ukatili mkubwa wakati wa udhibiti wake wa Kurmak na maeneo ya jirani, ikiwemo mauaji yasiyo ya kisheria, uporaji na kuwalazimisha raia kuyahama makazi yao. Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, hayo tu ndio tulikuwa tumekuandalia jioni ya leo, tukikukumbusha kwamba wewe kama ni mara yako ya kwanza kufika kwenye channel yetu ya YouTube, kufanya subscribe, share, pia comment ili uweze kupokea taarifa zetu. Tunakutakia jioni njema, tunasema kwa heri.